pia jukwaa ambalo sio tukio, litakuwa ni endelevu, litakalowezesha vijana wenyewe kutoa maoni yao, mawazo yao na ushauri wao kuhusiana na masuala yanayowahusu moja kwa moja. Ni kwa msingi huo ndipo serikali imeamua kuanzisha jukwaa la vijana platform. Jukwaa hili ni nafasi mpya na ya kimkakati inawaweka vijana katikati ya mjadala wa maendeleo yao wenyewe. Kupitia vijana platform, vijana wanapewa nafasi ya kusikika, kushiriki na kuchangia moja kwa moja katika kujadili masuala ya ustawi wao, maendeleo ya kijamii na kiuchumi, pamoja na mustakabali wa taifa letu. Vijana platform sio tukio la siku moja, wala sio jukwaa la kusikiliza hotuba pekee. Ni nafasi ya kudumu ya mazungumzo ya kweli kati ya serikali na vijana, ili waweze kusema wanachopitia, wanachokihitaji na wanachotamani kwa maisha yao na kwa taifa lao. Kupitia jukwaa hili, serikali inataka kusikia sauti ya vijana moja kwa moja, kwa uwazi na bila vizuizi, ili mawazo yao yaweze kuwa sehemu ya maamuzi yanayofanyika kuhusiana na maendeleo ya vijana katika nchi yetu. Kupitia vijana platform, vijana mtapata nafasi ya kuchangia maoni, kutoa mapendekezo na kushiriki katika kujadili masuala yanayowagusa, ikiwemo ajira, biashara, elimu, afya, ubunifu, teknolojia na maisha ya kijamii kwa ujumla. Vile vile, vijana mtapata fursa ya kubaini na kujadili fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali ya taifa letu, ikiwemo fursa za kiuchumi, kijamii, kibunifu ambazo mara nyingi hazitambuliki au hazitumiwi kikamilifu na kwa muda mrefu zimekuwa zikiwafikia vijana wachache. Jukwaa hili linawezesha vijana kushirikishana uzoefu, pia kujifunza kutoka kwa wenzao na kujenga mtazamo chanya kuhusu namna ya kutumia rasilimali, maarifa na teknolojia zilizopo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya jamii. Serikali kwa upande wake inalenga kutumia maoni hayo kuboresha sera, mipango na programu tunazozifanya ili ziwe karibu zaidi na uhalisia wa maisha ya vijana wa leo. Vijana wenzangu, serikali inatambua kwamba ustawi wa vijana hujajikita tu katika masuala ya ajira na uchumi, bali pia unahusisha afya ya akili, maadili, uzalendo, ubunifu, ujasiriamali na ushiriki wa vijana katika mifumo rasmi ya utawala na uongozi. Ndio maana kupitia jukwaa hili leo tutasikia mada muhimu zinazogusa afya ya akili kwa vijana, elimu ya kodi, fursa za mikopo na mitaji, pamoja na ushiriki wa vijana katika manunuzi ya umma, na haya yote ni maeneo muhimu ambayo yatatusaidia kuboresha shughuli zetu. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza vijana mtumie jukwaa la vijana kwa uwajibikaji, uzalendo na uadilifu mkubwa. Toeni maoni yenu kwa uhuru, hakuna atakayewazuia kuzungumza, lakini kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Serikali iko tayari kusikiliza, iko tayari kujifunza na iko tayari kuboresha mifumo yake kwa kuzingatia sauti za vijana. Napenda pia kuwapongeza taasisi zote zilizoshiriki katika kufanikisha uzinduzi wa jukwaa hili la vijana, ikiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Ushirikiano huu ni kielelezo cha dhana ya uwajibikaji wa pamoja katika maendeleo ya vijana. Ndugu vijana, serikali iko tayari kusikiliza, kujifunza na kushirikiana na nyinyi. Kupitia vijana platform, tunafungua ukurasa mpya wa ushiriki wa vijana katika ujenzi wa taifa letu. Ni matumaini yangu kwamba mtatumia jukwaa hili kwa busara, ujasiri na uzalendo, ili kwa pamoja tuijenge Tanzania imara yenye uchumi shindani, shirikishi, unaowajali vijana wake. Na kabla sijahitimisha, ningependa nitoe maelekezo kwa maafisa maendeleo ya vijana wa mkoa walioko hapa kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisheni vijana platform inafanyika katika ngazi za mikoa yenu kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa. Jukwaa hili kama nilivyoeleza awali, halipaswi kubaki katika ngazi ya taifa peke yake, bali linapaswa kushuka mpaka ngazi ya jamii. Watusikie katika mitaa yetu, watusikie katika vijiji vyetu, ili kuwafikia vijana wa mijini na vijijini kwa usawa. Leo tuko Dar es Salaam, lakini wako watu ambao wako maeneo ya mbali na Dar es Salaam hawajapata nafasi ya kuja, na wengine maeneo yao pia mitandao pengine hawezi kufikia. Tunataka vijana platform lisiwe jukwaa tu linalogusa aina ya vijana walioko mjini peke yake. Tunataka kijana aliyoko pande yoyote ya nchi aweze kufikiwa kwa taarifa,
kufikiwa kwa kusaidiwa, ili kila kijana wa nchi anufaike na fursa zinazotolewa na serikali ya awamu ya 6. Vijana tuyajenge. Lakini pili, hakikisheni kuwa maoni, changamoto na mapendekezo yanayokusanywa kupitia vijana platform yanachambuliwa kitaalamu, yanarekodiwa kwa utaratibu na yanawasilishwa kwa wakati katika ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya hatua za kisera, muundo na kiutendaji. Na hii itasaidia, hatutaki kuwa na jukwaa ambalo tunakuja tukuzungumza